ulikuwa jaribu kumkimbia sio? Hasa tumekutana. Nilikuwa nakutafuta sana. Hasa bora Mungu amenionekania nimekukuta. Na sasa nahitaji kodi yangu. Nahitaji unipe kodi yangu cash. Nimekwambia nahitaji kodi yangu. Sinaongea na wewe maskini wa kutupwa. Je, unahitaji nitumie lugha gani ili ya wewe unielewe kwamba nahitaji kodi yangu haraka tena upesi? Bro, sio kwamba kukalia kwangu kimya nimesahau deni lako kwangu. Ila nini? Kipi chenye wewe zaidi waweza kuzungumza ili ya wewe unilipe zaidi ya wewe unilipe kodi yangu? Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwawe. Natamani niibe, unajua, ndo maana life itachange taratibu. Ipo siku najua mambo yatanyoka, takuwa na furaha. Ipo siku najua sida zitakuisha, amani itatanda. Ila ipo siku najua mambo yatanyoka, hali Nakusikiliza kaka, ongea unachonitia. Wewe kumbe ni mjinga. Muda wote nakuita, wewe unajifanya huko tu mpaka sauti yangu ya kabako. Alafu le sasa ndio wanajileta kitu mbele. Nikusikiliza keke. Muda wote nakuita, kumbe uko nyumbani tu umekitisha vitako vyako na unaangalia TV. Hadi umefanya mate yangu yamekauka. Maana mimi sina muda wa kuchelewesha, jioni laingia. Nahitaji kodi yangu. Kaka, maisha yangu nayafahamu, hayajakuwa sawa. Nivumilie kwa muda, nitakulipa kodi yako. Nikuvumilie? Wewe unafahamu maana ya neno nikuvumilie? Miezi miwili iliyopita uliniambia neno hilo hilo nikuvumilie. Na mwezi huu pia wanaambia neno hilo hilo nikuvumilie. Hivi wewe wajitoa ufahamu akili kweli wewe? Au akili yako inachaji? Maana ungelikuwa mtu mwenye unajitambua kweli, ungesema kila mara nivumilie. Paka utaambiwa kwa demu wako, pia demu wako anataka kuja kuambia nikuvumilie. Hivyo wajitambua kweli wewe? Maana wanichosha. Kila mara nije kwako unaambia neno hilo nivumilie. Kila siku nivumilie. Unayoyasema upo sahihi, ila maisha yangu hayajawa sawa. Yangelishakuwa sawa mimi ningeshakutoa kodi yako. Ila hata hapa napozungumza maisha yangu hayako sawa. Lini utakuwa sawa? Mara kibao wanaambia hauko sawa. Siku nyingi sana wanaambia pia hauko sawa. Oya dogo, lile jengo pale haukujenga wewe. Nilitumia gharama zangu kulijenga lile. Nilitaka kuliuza lakini nikakuvumilia kwa sababu uliniambia maneno ya kusikitisha sana. Ndio maana nikakupatia lile jengo kukwambia kuwa pale kwa muda. Lakini wewe wajitoa ufahamu akili, waona lile jengo la kwako. Si ndio? Au wadhani waniweza? Mwanzo wewe kimaisha huniwezi. Angalia mavazi yako taruka haya. Mavazi gani haya? Kazi yako hauna kazi. Kazi yenyewe kibarua walipwa shilingi 20 tu kwa siku. Wewe kujilinganisha na mimi? Angalia mavazi yetu. Twapendeza. Usituone hivi lakini kwa sababu usini wachapa kazi. Lakini wewe kazi yenyewe wafanya wewe ni kwenda tu shamba kupalilia kidogo, wasema eti umechoka, wadai hela tayari, hata hujafanya kazi kubwa. Oya dogo, mimi nahitaji kodi yangu. Sina chochote ninachotaka tena. Yaani sina muda wa kusubiria maagiza laingia hiyo. Nahitaji kodi yangu mimi. Si umekataa kunilipa kodi yangu? Sasa acha nichukue mwenyewe.
Sasa mambo gani kaka hayo? We acha ni search, si umekataa kunilipa kodi yangu. Mimi yani haya maisha Mungu. Mbona kila siku mimi kuteseka, mimi masimango, mimi dharau, mimi? Kwani Mungu wewe uko wapi? Ndio maana mimi katika dunia naamini hakuna Mungu. Haya maisha yamenichosha mimi, hata nawaza heri nisingezaliwa, heri ningebaki katika mwili wa babangu. Natamani niibe, unajua, ndo maana life itachange taratibu. Ipo siku najua mambo yatanyoka, takuwa na furaha. Ipo siku najua shida zitakwisha. Kumbe wewe mwenzangu umekatisha vitako vyako nde. Maana life itachange taratibu. Kwani mate yako yakauke yasikauke yananihusu na nini mimi? Kaka, unasemaje mpuzi? Kaka, acha kuleta mada nyingi. Najua njaa tu ndo inakusumbua. Sasa wewe sema. Kwa hiyo ukweli ndo unamweka mtu huyu. Yote yatakwisha, hali itakuwa sawa. Najua. Okay, sawa. Niko na njaa. Umepika? Nimejua tu mimi ni hilo. Na kwa taarifa yako, hapajapikwa chochote kile. Unasemaje? Hapajapikwa? Kumbe mpuzi. Ndiyo, kwani hapa nyumbani uliacha mke wako akupikie? Na kwa taarifa yako, mimi sio mpuzi tu, pia ni chizi. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa. Kaka, nimejitahidi kweli landlord wangu kutafuta ile pesa, ila niliambulia ni hii hapa. Ndio hii hapa plaza wangu. Hii? Shilingi 20? Kaka, hii sio 20, nini 30? Na imezidi hata pato langu la kila siku. Mimi pato langu la kila siku ni shilingi 20, ila leo nimejaribu, nimejikakamua, nimepata 30. Nimeona sio vyema, ni bora mimi nikae na njaa, nife na njaa, lakini kodi yako nije nikupatie. Chukua hata kama hii ni kidogo. Maana hata nimekuja kupatia hii pesa yote yenye nimefanya kazi leo nzima. Kumbe mshenzi. Yaani pesa yangu yote ya mwezi miwili iliyopita, wewe leo anakuja niletea shilingi 30 mimi? Hebu kwanza leta hapa hiyo pesa. Ndio hii. Hebu lete hapa. Na kuomba kakaangu, nivumilie mimi. Nipatie hata kama ni muda wa miezi 5. Kodi yako mimi nitakulipa yote. Kumbe mshenzi. Yaani kwa hiki kijishilingi 30 chako, wataka eti mimi nikupe miezi 5 kuvumilia wewe. Kumbe mpumbavu wa tabia. Asikia. Hii pesa mimi nachukua, tena hakuna miezi na ambao nakuongezea, bali nakupa siku hizi 3 za kukaa pale nyumbani na kufanya malipo yako, la sivyo na kufukuza. Na sitojali cha dada Jenny wala nani, bali nitakufukuza na nitakupeleka mbali na maisha yetu. Na nimesema nadhani utakuwa umenielewa. Shenzi mmoja. Unasemaje?
Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Nikutafutie tena nikuletee tena? Unataka mimi niingie jikoni nikapike hivyo ajili yako kweli wewe dada? Sasa naondoka, ila nikirudi tena hapa nyumbani nikute chakula mezani, la sivyo utajua upande wangu wa pili na utajua mimi ndo mtoto wa James King'ang'anizi wa kwanza. Sasa mimi naondoka, wewe jifanye usipike, utafahamu upande wangu wa pili. Sijichekeche kama na kutongoza hapa. You think I'm very magnanas? Mjinga familia yote. Get meat. Chiki gani kutongoza hapa? Get meat. Pumbavu mmoja. Mola tuonyeshe fungu letu, liko wapi fungu letu? Hapa itanibidi nipike, la sivyo nitajachunwa ngozi bila kisu. Maana ameondoka na hasira, na akiamua jambo lake lazima atimize. Maana kaka ni mtu asasa karibu sana. Mateso yataisha lini? Unashtuka nini? Na ndani hujapika? Nimeshtuka kwa sababu umeondoka dakika kadhaa na umerudi sasa hivi. Nilipofika huko nilipokuwa naenda, akili zangu zimenichezesha. Kwa hivyo nataka uchukue viti vyote kama wewe umeondoka ukavipeleke ndani, la sivyo nikikuta kimoja ondanitima mimi ndo mwana wa James King'ang'anizi wa kwanza, nitakata mguu wako na kupeleka hospitali nikauze. Niupeleke hospitali nikauze ili ninunue kitu chengine. God meat. Pankulo. Sawa, nimekuelewa. Lakini nilikuwa uelekea huko naelekea huko. Saki zangu tulicheza. Bora niondoke kumbe hapo lale, lakini labda akarudi tena akajanipiga. Shida nyingi kila siku kwetu, kichwa, huzuni, furaha kwa wenzetu. Shida zetu ni wewe ulosema tukikwamba tatujibu. Mbona twakuomba na kisha na dua na kisha wala sipati majibu. Natamani ni beti unajua, maana life itachange taratibu. Ile ipo siku unajua. Kwa nini Mungu kila siku mimi ndo akuteseka tu? Kwani siku yangu mimi iko wapi? Angalia Mungu jinsi ninavyoteseka na kudharaulika mwanao. Kwani shida na matatizo yameandikiwa mimi. Nipatie hata kama ni mara moja ndani ya miaka 10,000. Yako wapi maisha yetu? Mola tuonyeshe maisha yetu, maisha yetu. Yako wapi maisha yetu? Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Sote binadamu tunashindwaje kupendana? Kama tofauti hatuna budi kuhurumiana.
Hive kaka, punguani akili. Mara ngapi nimekukataza kuja kuomba chumvi hapa kwetu? Moja tuliumbwa kwa mchanga, utajiri ni fukara, tusiache kupendana. Sote ni wamoja, tunashindwaje kuhurumiana? Sote binadamu, kila siku tu. Hivi kweli wajielewa? Kwenu mnakosa hata shilingi 10 ya kununua chumvi. Haya, huko ni kwa chumvi. Je, tufike kwa mavazi? Je, mtaweza kweli kununua? Je, mtaishi kama kuombaomba kama hivi? Dada, maana yote amekuja kwa mimi kuomba chumvi tu. Kuna mengine. Nimechoka, kila siku ni wewe tu mmoja unakuja kuomba chumvi. Leo utanisamehe, sikupi chumvi. Sawa, tambua hata mimi hii hali si kwamba naipenda. Uipende usiipende, hiyo ndo hali yako. Na hamtowahi kuja kuwa na maisha mazuri hata siku moja. Nisamehe kama nimekukosea. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwa wenzetu. Mtatuaja shida zetu ni wewe, uliosema tukikwamba tatujibu. Huyu kaka amezidi. Kila siku naomba chumvi ya kulia maembe, na leo nimemkomesha. Nimefanya vizuri kumkataza. Unaonekana kama umeboeka hivi. Yaani acha mwanangu. Nimeamua kuja kuangalia wateja wangu hapa kuhusiana na magari ya kodi. Biashara yangu yarudi chini tena ndio sana, na nahitaji pesa za haraka ili nipandishe niende juu. Hasa sijui nini nifanye, kwa maana unaniona hapa nimeboeka. Kwa hiyo nahitaji tu ushauri wako, nifanye nini? Cha kufanya hapa, usibembeleze. Unawafurusha na unaleta wengine. Unaona wateja ni wengi. Sasa hapo ndo sijui cha kutenda. Maana nikiwafurusha, unatambua mimi siwezi pata wateja tena. Na wateja ndio ni hao na wategemea. Wanipe kodi ili niende kupandisha biashara yangu iweze kwenda juu. Sasa ni wakawafurusha, nitapata wateja wapi? Ama una mwana yangu huko kijijini una connection na wateja? Maana mimi kitambo sana natafuta wateja. Hata unaniona ndio maana nimebandika mabango mengine hapo, lakini sijapata wateja.
Nini shida mdogo wangu? Kipi ambacho kinakukula wewe mdogo wangu? Nilikuwa najaribu kufikiri kuhusu haya maisha yetu, maana siku zinazozidi kuenda maisha yetu yanashuka chini kwa kishindo. Kwani kaka, sisi tumemkosa wapi Mungu mpaka atupatie kombe hili? Mimi nadhani katika hii dunia hamna Mungu. Na pia kuhusu maisha yetu, mimi nadhani tunarogwa. Kweli kaka, umegonga hicho. Hata mimi nilikuwa nawaza hicho. Haya, haya ni maisha gani haya? Hata shilingi 10 ya kununua chumvi unakosa. Na kama kuteseka, tumeteseka sana. Hata nawaza dunia isimame nishuke. Ila kumbuka mdogo wangu, wahenga walisema shida hasikimbiwi, na hata ukizikimbia miles 7,000 bado tu zitaendelea kukufuata. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba sisi hatuwezi kuyakimbia maisha yetu. Wateja nilionao ni hao, lakini nikija tu nawakosa, nikija nawakosa. Sasa sijui nitende nini. Cha kufanya ni hicho kama nilivyokuambia. Sawa, nitafanya kama ulivyosema, ila nahitaji wateja mtafutie, maana natambua jamaa wangu connections zote uko nazo wewe, kama ni dalali, kama ni za wateja, najua wewe mambo haya waweza nayo. Kwa hivyo nahitaji tu mtafutie dalali, nahitaji mtafutie wateja ili waje niwakomboeshe hawa fahani. Ndani ya siku 2 nahitaji nipate wateja wengine, na hawa hapa nitawafurusha kabisa. Na nikipata wateja wengine nitakuwa sina shida, maana sitahangaika huku na kule. Na wateja nadhani nitawafukuza kabisa hapa nyumbani kwangu, maana mimi sio zile ya umbwa, wakati wenye umbwa wafu. Kwa hiyo asante pia kwa ushauri wako. Sasa nahitaji niende nyumbani, sasa nielekee nyumbani, maana muda umekwenda. Sawa. Unaweza kuondoka. Sawa. Basi acha tuelekee nyumbani. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Mola tuonekanie, tusikate tamaa. Never give up, tusikate tamaa. Hatuwezi kuepuka hizi shida, mateso, matikisiko ya wanadamu, maana hizi huwa zinapita. Sasa kama hatuwezi kuyakimbia haya maisha yetu, tutafanya nini kikubwa mpaka tuondokane na huyu fukara? Sasa unaonaje tuelekee kwa mganga? Kwa mganga? Ndiyo. Ila mbona umeshtuka hivyo mdogo wangu? Kaka, unatoa wazo la kwenda kwa mganga na wakati pesa ya kumpa mganga una. Na hilo nalo neno mdogo wangu. Haya ndo. Amir, unasemaje? Nimesikia vizuri au ni masikio yangu yanatenda buu? Ni kweli umepoa. Kwani una shida gani? Upasi kunificha, maana wewe ni mwanangu. Yetu tusikate tamaa. Mola tuonekanie, Ndo Amir, hapa shida ni Asha. Asha anajaribu kuzuia mpango yangu ya kutaka kuliuza lile shamba. Shida ni Asha. Kwani Asha amefanya ipya lipi ambalo limepelekea la wewe kushanganikiwa kulipa kodi ya nyumba,
huyu landlord na unajua mimi nataka kuliuza lile shamba, ila Asha sasa ndo tatizo. Anajaribu kuzuia mpango wangu mwanzo hadi mwisho, ambalo limepelekea mimi kuchanganyikiwa. Mema, fanya wema uende zako. Sasa jambo hilo linamhusuje Asha? Acha nikumalizie mpango mzima ulivyokuwa, ila Asha hataki kushirikiana na mimi kuliuza lile shamba, na yeye ndo amekuwa kizingiti kikubwa katika mipango yangu. Utakaopanda na kushuka. Na unajua fika, mimi nataka kuliuza lile shamba ili nijiendeleze kimaisha. Ndiyo nafahamu. Sasa Asha akifelisha ule mpango wa kuliuza lile shamba, sina mimi nitakuwa maisha yangu nimeyafelisha. Riski kwa shida ndo tulipe elimu, ila wali hilo liwezekani. Asha, unawezaje kumudu? Kunimudu au kumudu? Maisha yako kuwa sawa, unahitajika usimsikilize Asha hata kidogo, maana ukimsikiliza Asha utapotea. Maisha yako yako mikononi mwako. Haya maisha yetu. Sawa, nimekuelewa sana Amiri. Kuna muda najiuliza, unapaswa kutia maneno akilini. Sawa, nimekuelewa Amiri. Acha kwanza ni deal na Asha, alafu tutazungumza. Sawa. Hivi huu muda napaswa nikuache, kwa sababu huko Asha anaweza kuwa anapanga mpango wa kuharibu mambo yangu. Sawa, kwaheri. Asante, tutaonana. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Tupambanie maisha yetu, tusikate tamaa. Never give up, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Hapa kuna muonekano na kijana amepita. Hii ndio harufu yake. Mbele. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwa wenzetu. Mtatuaja shida zetu ni wewe, ulosema tukikwamba tatujibu. Mbona twakuomba na kisha na dua, na kisha wala sipati majibu. Natamani ni beti unajua, maana life itachange taratibu. Ila ipo siku unajua, yote yatakuisha, hali itakuwa sawa. Ndogo wangu vumilio, shida zitakuisha, hali itakuwa sawa. Oh, maisha yetu
maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe, maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe, maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe, maisha yetu Mola tuonyeshe, Mola tuonyeshe maisha yetu, Mola tuonyeshe, Mola tuonyeshe maisha yetu.